hatuashumu kushukuru, lazima tunajihusisha katika kushukuru ili kuvuta zile nguvu zilizomo ndani ya shukrani. Kwa kwenye maisha yako usiashumu kwamba nimemshukuru Mungu alafu unatulia. Lazima ujihusishe, lazima uingie katika kushukuru kwa kumaanisha toka ndani ya moyo wako. Tunamshukuru kwa yale ambayo amesha yafanya, lakini pia na kwa yale ambayo ataenda kuyafanya. Kwa shukrani sio tu kusema asante kwa kinywa, ni kitu ambacho kinahusisha moyo wako, na haumshukuru Mungu kwa sababu tu amefanya kitu. Unamshukuru Mungu hata kwa yale ambayo unaamini kwamba atafanya. Yesu wakati anabariki ile mikate, wakati analisha watu 5,000, alimshukuru Mungu kabla haijawa mingi. Wakati mikate 5 na samaki 2, akainua juu akisema, Mungu nakushukuru. Anasema nakushukuru Mungu mfalme wa mbingu na nchi, wewe unayetupa riziki. Alishukuru kabla havijaongezwa. Wakati anamfufua Lazaro kaburini, hakumshukuru Mungu wakati Lazaro ametoka akamwona anatembea. Alisema nakushukuru Mungu mfalme wa mbingu na nchi, kwa maana najua unanisikia. Alimshukuru kabla. Kwa unamshukuru Mungu si kwa sababu ya kitu ambacho amekupa au amekufanyia. Unamshukuru Mungu kwa ajili ya kile pia ambacho unaamini atafanya kwenye maisha yako. Watu wengi wao wanasubiri wakishapata kitu ndio wanamshukuru Mungu. Lakini ninachokiongelea hapa na si shukrani za hapa na pale. Ninaongelea maisha ya shukrani kila itwapo leo. Moyo wa shukrani, kukana moyo wa shukrani unavochochea na kufungulia nguvu ya matendo ya Mungu kufanyika kwenye maisha yako. Shukrani ni nini? Shukrani ni imani inayoonekana kwa vitendo. Tendo la kumshukuru Mungu linadhihirisha imani iliyoko ndani yako. Ndiyo maana nikakwambia hatumshukuru Mungu kwa yale tu ambayo ameyafanya, tunamshukuru Mungu pia kwa yale ambayo atafanya. Na kama unaamini atafanya, hicho ni imani. Sababu imani sawa sawa na Ibrania sura ya 11 mstari wa 1 inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Neno bayana maana yake waziwazi, maana yake kweupe. Kwa kama ni kweupe, maana yake unatakiwa umshukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo yanaenda kutokea kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako. Kwa shukrani ni imani inayoonekana kwa vitendo. Unapomshukuru Mungu katikati ya changamoto, unatangaza kuwa Mungu ni mkubwa kuliko hali ulionayo. Ndio kazi ya shukrani. Ni kumtangazia shetani, kumtangazia adui, kutangazia hali ulionayo kwamba Mungu unayemwamini ni mkubwa kuliko unachopitia. Mungu unayemwamini ni mkubwa kuliko mazingira yanayonizunguka. Zaburi ya 50 mstari wa 23 nasemaje? Anitoleaye dhabihu ya kushukuru ndiye anayenitukuza. Kwa unapomshukuru Mungu make unamtukuza yeye, na unapofanya hivyo kwa ufahamu, inakuchukua na kukupa kuishi maisha ya kiungu hapa duniani. Kwa shukrani haufanyi kwa sababu Mungu amekutendea jambo. Sikiliza, hata kama kuna kitu umepoteza, bado una nafasi ya kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndio sababu ya kutopoteza kila kitu. Kama kuna jambo limeharibika kwenye maisha yako, mshukuru Mungu kwa sababu yeye ndio sababu ya vyote kutokuharibika kwenye maisha yako. Kuna mambo havijaharibika. Kama kuna watu mwapoteza kwenye maisha yako, mshukuru Mungu kwa sababu hujapoteza wote kwenye maisha yako. Hata kama hatuna ndugu, tunao watu ambao Mungu ametuma kwenye maisha yetu. Kwa tunamshukuru Mungu kwa sababu hata kama wale ambao ni wazazi wetu wametuacha, ila Mungu ndio sababu watu wote hawajatuacha. Mama anaweza kama ondoka, ndio. Baba anaweza kama ondoka, ndio. Ila kuna watu hawajaondoka kwenye maisha yangu. Kuna baadhi ya ndugu bado hawajaondoka kwenye maisha yangu. Hata kama ndugu wameondoka, wote wameniacha, wapo duniani lakini hawana time na mimi, ndio. Ila kuna watu ambao Mungu amewainua kwenye maisha yangu hapa na pale. Kwenye kila hatua maisha yangu Mungu anamuinua mtu. Kwenye kila hatua unapofika Mungu anamuinua mtu. Bado na nafasi ya kumshukuru Mungu. Na unapofanya hivyo, Biblia inasema unamtukuza. Ukimtukuza unampendeza. Ukimpendeza unakuwa ni sawa na mboni ya jicho lake. Anaanza kupigana vita vya kwako na kukusaidia kwenye kila eneo la maisha yako. Kushukuru ni mapenzi ya Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina kutukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama unavyotimizwa huko mbinguni. Kwa moja ya ombi tunalokuwa tunaomba ni kutimiza mapenzi ya Mungu, na hii ni mapenzi ya Mungu. Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 18 unasemaje? Wa kwanza, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu. Kwa kitu kimoja wapo ambacho Mungu anakusudia kumuona kila mwanadamu ni eneo la kushukuru, sababu ni mapenzi ya Mungu kwetu. Sio mapenzi ya Mungu kwake, ni mapenzi ya Mungu kwetu. Kwa anakusudia na anatarajia kutuona tunafanya mapenzi yake, na moja mapenzi yake ni kuwa na moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani unafungulia nguvu za Mungu kuingia kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako na kutenda kazi upande wako. Na kutokuwa na shukrani
ni sawa na carbon. Hicho kitu Mungu alisemesha juzi wakati natafakari hili somo. Akanambia kutokuwa na shukrani ni sawa na carbon. Unavyolalamika, kulalamika na kusononeka na kulaumu ni sawa na carbon. Kwa madereva wa gari watanielewa. Kwenye zile terminal za gari, za betri za gari, carbon ikijaa, ukiwasha gari haiwaki. Kwa sababu nini? Sababu mpaka uende ugonge ukwangue zile carbon zitoke. Kwa hiyo ukilalamika kwenye eneo fulani, ukilaumu kwenye eneo fulani, ni sawa sana unaachilia carbon kwenye lile eneo ambalo litafunga nguvu za Mungu zisipite kuja kwenye hilo eneo na kukusaidia. Unapomshukuru Mungu, asema mshukuruni Mungu katika kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu ni kuona tunaishi aina ile ya maisha ambayo amekusudia. Kwa hiyo hawezi kutuambia kitu ambacho hakitupeleke kwenye aina ya maisha ambayo ametukusudia. Chochote ambacho Mungu anatuambia tufanye ni kile tu ambacho kinatupeleka kwenye aina ya maisha ambayo ametukusudia. Yohana sura ya 2, wakati wameishiwa divai kwenye harusi ya Kana, Mariamu aliwaambia lolote atakalowaambia kufanya fanyeni. Sikiliza, muujiza unatoka kwenye mikono ya Mungu na kwanza kuja kwako pale ambapo unachukua hatua ya utii wa kile ambacho amekuambia kufanya, na unapokamilisha utii wako ndipo muujiza wako unapokamilika pia. Kwa akisema hao ni mapenzi ya Mungu kwenu, kwa unapochukua hatua ya kuanza kuyatimiza, kuanza kuishi aina ya maisha wa ndani ya moyo wako wenye moyo wa shukrani kwako, maana kuna mlango unafunguka, kuna nguvu za Mungu zinaachiliwa na kuanza kupenya pale kwenye maeneo ambayo unamshukuru Mungu kwayo. Na kwa hiyo kwenye yale maeneo ambayo unamshukuru Mungu, nguvu za Mungu zinaingia na kuzalisha kitu kwenye maisha yako. Nilikuwa natafakari Mwanzo sura ya 3. Mungu hakumfukuza Adam bustani ya Eden baada ya kufanya dhambi. Alimfukuza baada ya kulaumu. Mungu hakumfukuza Eva ndani ya bustani ile baada ya kufanya dhambi. Alimfukuza ndani ya bustani baada ya kulaumu. Mungu alipoingia ndani ya bustani hakuwaona kwenye nafasi. Dhambi waliofanya iliwaondoa kwenye nafasi waliokuwa nayo katika ulimwengu wa roho. Walikufa, maana walitengwa na Mungu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana alipoingia ndani ya bustani, Mwanzo sura 3 mstari wa 9, akamwambia Adam, uko wapi? Maana kuna mahali ambapo alikusudia awepo ila hayupo, lakini kwa sababu ya lawama alizozipeleka kwa Eva. Sikiliza, hawakufuzwa ndani ya bustani, walifanya dhambi wakatengwa na Mungu, ila walikuwa bado wako ndani ya bustani, na Mungu aliwakuta ndani ya bustani na aliongea nao ndani ya bustani, ila walifukuzwa baada ya kupeleka lawama. Adam akamwambia Mungu, ni huyu mwanamke ulionipa. Eva akamwambia Mungu, ni huyu nyoka, lakini nyoka alikaa kimya. Angalia, kati waliofukuzwa, Adam alifukuzwa, Eva akafukuzwa, nyoka hakufukuzwa. Soma ni wapi panaposema kwamba Mungu akamfukuza na nyoka? Alimpa adhabu. Kuna Adam na Eva pia wangepewa adhabu ila ndani ya bustani, sababu nyoka alipewa adhabu akabaki bustanini. Nyoka alipewa adhabu ndani ya bustani. Adam alipewa adhabu nje ya bustani. Eva akapewa adhabu pelekwa nje ya bustani, ila nyoka akapewa adhabu ndani ya bustani. Kulaumu au kulalamika kuna kutoa kwenye aina ya maisha ambao Mungu alikusudia. Sababu aina ya maisha ambayo Mungu alikusudia Adam na Eva waishi ilikuwa ndani ya bustani, sio nje ya bustani. Sababu alipomuumba Adam, Mwanzo sura ya 2, baada ya kumfanya mavumbi akampulizia pone pumza huyo akawa nafsi ya Biblia, sema Mungu akafanya bustani akamweka Adam ndani yake, then Eva alikuja ndani ya bustani wakaishi. Kwa aina ya maisha ambayo Mungu alikusudia ilikuwa imewekwa ndani ya bustani, haikuwa imewekwa nje ya bustani. Ila kulalamika na kulaumu kuliwatoa kwenye aina ile ya maisha ambayo Mungu alikusudia. Kuanzia leo unapoacha kulaumu na kulalamika, hautatoka kwenye aina ile ya maisha ambayo Mungu amekusudia kwa jina la Yesu. Utaishi aina ile ya maisha ambayo Mungu amekusudia katika jina la Yesu Kristo. Udanganyifu wa adui wa kukufanya ulaumu na kulalamikia juu ya jambo fulani hautakupata tena katika jina la Yesu. Amen. Nyoka Biblia inasema alikuwa ni mwerevu sana, alikuwa na akili, alikuwa ni mwerevu, alijua, ndio maana yeye akapiga kimya. Kwa hiyo Mungu anasubiri shukrani za kwako ili akamilishe mipango na makusudi ya kwake kwako. Biblia inasema hivi, shukrani katika kila jambo, kwa maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Kwa kama ndio mapenzi ya Mungu kwetu, kwa hiyo Mungu anasubiria sana shukrani zetu ili akamilishe, apafekti mapenzi yake na mipango yake kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Luka 17 mstari wa 13 hadi wa 16. Wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona
aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Shukrani ni imani inayoonekana kwa vitendo. Hapa palikuwa kuna wakoma 10. Walimwomba Mungu awarehemu, akamwambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walivyokuwa naenda katikati safari, wakapona ule ukoma. Mmoja akasema siwezi kufika kwa makuhani kwanza, akarudi kushukuru. Hapa aliporudi kushukuru, Biblia inasema hivi, enenda zako, imani yako imekuponya. Kiswahili kimetumia neno kuponya, ila tafsiri nyingine inatumia neno kutakasa. Imani yako imekutakasa, your faith has made you whole. Sababu alikuwa ameshaponywa ukoma, ila ana makovu yake. Unajua wakoma wanakuwa wana magamba yanakuwa meupe, saa nyingine vidole vinakatika, ngozi inachanika. Kwa alipopona ule ukoma, zile alama na makovu ya vidonda na kukatika kwa vidonda nini vilibaki. Aliporudi kumshukuru Mungu akamwambia your faith. Kwa ile shukrani yake aliyopeleka kwa Mungu ilikuwa ni imani yake kwa vitendo. Nasema imani yako, hakusema kushukuru kwako, alisema imani yako. Anasema shukrani ni imani inayodhihirika kwa vitendo. Kushukuru ni kudhihirisha imani yako kwa vitendo. Kwa unapomwambia Mungu asante, make unamwambia Mungu ninaamini kwenye hili jambo. Unaweka imani yako mbele za Mungu kwa vitendo. Sasa point yangu ilikuwa iko hivi. Mungu anasubiri, anategemea sana tumshukuru ili akamilishe mipango yake na mapenzi yake kwenye maisha yetu. Kile kitendo cha kuuliza si mlikuwa 10, wale 9 wako wapi? Make alikuwa anakusudia wote wangerudi kumshukuru. Kama Mungu hategemei shukrani zetu kukamilisha na kuthibitisha mipango na malengo yake, alikuwa hana sababu ya kumuuliza yule mtu wale 9 wako wapi? Kumbe kuna namna alitegemea pia wale 9 warudi kushukuru, ila hawakurudi. Na kwa sababu hawakurudi, waliendelea wamepona ukoma, ila kovu zilibaki. Walipona ukoma, ila vidole viliendelea kuwa vipisi. Walipona ukoma, ila mabaka ya ukoma yalibaki. Ukoma haukuendelea kwenye vizazi vyao wala haukuendelea kwenye mili yao, ila alama za ukoma zilibaki. Lakini huyu mmoja alibadilishwa, ngozi yake ikawa kama ya mtoto mdogo. Kivipi? Ndivyo ilivyotokea kwa Naamani, Wafalme wa Pili sura ya 5. Naamani alibadilishwa, ngozi yake ikawa kama mtoto mdogo. Ninapokuwa naongea, hakikisha unatafuta neno ambalo litagusa maisha yako, kwa sababu kumbuka, tunachotafuta hapa ni upate ufunuo fulani wa eneo hili la shukrani, ambalo utatembea nalo ligeuze maisha yako, likupe kitu kutokea hapa. Mungu afanye jambo kwenye maisha yako, sababu Mungu anapotaka kufanya jambo kwa mtu anatumia neno, naye hulituma neno na kuwaponya na kuwaokoa katika maangamizi.